tumekamilisha kuchakata maombi tuliyopokea ya mwaka wa kwanza, mwaka wa masomo kwa ajili ya mwaka wa masomo huu 2019-20 na kuwapangia wanafunzi mikopo wenye waliokidhi vigezo ambavyo tunavifahamu vyote maarufu vile vigezo vya kila siku. Na kikubwa sana katika vile vigezo ni kwanza ni awe Mtanzania. Hiyo tunajua siku zote haijabadilika. Awe ameomba na kukamilisha mkopo kwa utaratibu uliowekwa, lakini pia awe amedahiliwa katika chuo au taasisi inayotoa elimu ya juu inayotambulika. Kwa hivyo ni vigezo vilivyotumika katika kuchambua mikopo. Sasa baada ya kuchambua maombi yote yaliyopokelewa, nakumbuka tumefungua dirisha, wanafunzi wameomba, yametizamwa, yamerekebishwa na hatimaye tumekamilisha upangaji wa mikopo wa awamu ya mwanzo. Kwa kuwa tayari awamu ya mwanzo ya wanafunzi waliopata udahili imekwisha patikana, kwa hiyo tumetumia awamu hiyo, na awamu ya wanafunzi waliopata udahili kawaida inapitishwa na mamlaka za vyuo, zinaitwa Senate. Ikishapitishwa inapitia TCU na sisi tunaipata kutoka kule na tumeipata rasmi. Sasa baada ya kuipata, wanafunzi 30,675 wamekwisha pangiwa mikopo katika kipindi cha awamu ya kwanza. Yaani katika awamu ya kwanza ambayo ndio hii tunayoitangaza, wanafunzi 30,675 wamepangiwa mikopo katika lengo la kuwapangia mikopo wanafunzi 40,000 wasiopungua 45,000 kwa mwaka huu wa fedha kwa bajeti ya bilioni 450 iliyopitishwa kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo hawa ni wanafunzi waliopangiwa katika awamu ya mwanzo. Idadi iliyosalia ya wanafunzi watapangiwa katika awamu itakayofuata. Katika kipindi cha wiki moja hivi tutakamilisha uchambuzi wa orodha ya udahili itakaokuja na kuwapangia wale watakaokuwa na sifa na vigezo. Lakini kukupeni picha tu mchanganuo wa hao waliopangiwa 30 ni kwamba kama mnafahamu tunatizama sana, kuna wanafunzi ambao wana uhitaji, wanatoka katika familia maskini au wana changamoto fulani fulani. Kwa mfano wanafunzi waliopoteza wazazi ni takriban 6,000 kati ya hawa 30,000, kama 6%. Kwa hiyo waliopata mikopo wote 20% ni wanafunzi ambao wamepoteza wazazi wao. Wanafunzi wenye ulemavu ni 280. Wanafunzi ambao wanatoka katika kaya ambazo ziko katika mpango wa kusaidiwa na mpango maalum wa TASAF wako 270. Lakini pia kuna kundi la wanafunzi ambao, na hili ni kundi maarufu sana, kuna wanafunzi ambao wengi wa hawa wamesoma katika shule binafsi zinaitwa private schools, na wako ambao wamesoma katika shule ambazo ada yao ni milioni mpaka 10 na zaidi, lakini kwa kuwa wamelipiwa, wamefadhiliwa na taasisi mbalimbali, na wakati wanafanya maombi wamewasilisha uthibitisho wa kufadhiliwa kwa masomo yao. Wanafunzi hawa ambao ni 1,890 katika hii idadi ya 30,000 wamepangiwa mikopo sawa na 6%. Kwa hiyo utaona kwamba kama mwanafunzi au familia imepata ufadhili kutoka katika taasisi na ufadhili ule ukaambatanishwa wakati wa kuomba mkopo, pia anatizamwa na kupangiwa mkopo. Na pia kwa mgawanyo wa wanawake kwa wanaume haujabadilika sana tukilinganisha na mwaka jana. Wanawake ni 36% katika hii ya 30,000 tuliotoa, waliosalia ni wanaume. Kwa ufupi, hizo ndio takwimu za wanafunzi waliopangiwa mkopo katika fungu la awali hili ambalo tunalitangaza sasa. Na wakishapangiwa mikopo sasa, baada ya kupangiwa mikopo, kuanzia sasa hivi pesa ya hawa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wanaoendelea inapelekwa kwa ajili ya kulipwa wanafunzi. Na kama tulivyosema ni kwamba serikali imekwisha toa pesa yote inayotakiwa kwa ajili ya muhula wa kwanza wa masomo
ambayo ni bilioni 125 kati ya zile 450. Kwa kazi tunayofanya sasa sisi ni kuwalipa wanafunzi sasa, na katika kipindi cha wiki moja pesa zitakuwa zimefika. Pesa za mwaka wa kwanza lazima zinafika vioni, alafu wenzetu wa vioni nao wapate muda wa kuandaa malipo. Lengo letu ni kwamba pesa hizi wanafunzi wanapofungua vyuo, yani mwanafunzi anapofungua chuo, wanakuta pesa yao iko tayari, wanaendelea na masomo. Ndio maana unaona kwamba tunajitahidi kadri inavyowezekana kwamba pesa hii ifike na wanafunzi waipate mapema sana kadri inavyowezekana. Kwa hiyo tutakamilisha hiyo haraka sana iwezekanavyo. Na kuanzia leo taarifa za mwanafunzi amepangiwa mkopo katika vipengele vipi na kiasi gani zitapatikana katika SIPA. Kuna kitu kinaitwa SIPA. SIPA ni account maalum ya mwanafunzi mwenyewe. SIPA, SIPA. Mwanafunzi akienda katika SIPA muda mfupi kuanzia sasa, akaingiza namba yake ya form 4, ataweza kupata taarifa zinazomhusu yeye, kiasi cha mkopo alichopangiwa. Na taarifa zingine za jumla kwa wengine wote zitapatikana kwenye tovuti yetu ambayo mtapata taarifa zake. Tunatoa wito kwa wanafunzi wale ambao hawapo katika orodha hii wanafunzi 30, lakini udahili wao upo katika hatua za mwisho, kwa sababu kuna fungu la mwisho ambalo lipo katika hatua za mwisho za kupitiwa. Hawa wanafunzi wenye sifa na uhitaji watajumuishwa katika fungu ambalo litapangiwa mkopo katika kipindi cha wiki moja ijayo. Kwa hiyo waendelee kusubiri mpaka tutakapotangaza na kukamilisha. Na baadhi ya wanafunzi tuliwazungumza wiki iliyopita. Kuna wanafunzi wachache waombaji wetu ambao walipata changamoto ya kutokamilisha maombi. Hawa nao tunaendelea kukamilisha utaratibu wao maalum. Wengi sana wamekamilisha, lakini wako baadhi ambao hawajakamilisha, na tunahakikisha kwamba wote walioingia katika mfumo wetu, hata wale ambao waliingia wakumaliza mpaka wakati tunafunga, tumekamilisha utaratibu wao. Kwa hiyo wanaendelea kukamilisha, tutapitia taarifa zao ili tunapofanya upangaji katika awamu inayokuja, na wao waweze kupangiwa, wanaostahili, lakini sio kwamba ni wote. Wale wenye sifa watapangiwa na wao wataweza kupata mikopo yao na stahili zao mapema kadri inavyowezekana, hasa kabla ya kufungua vyuo. Tuna wanafunzi takriban 16,000 ambao sasa wanaendelea na kusahihisha, ambao watakuwa kwenye kundi litakalofuata la upangaji mikopo. Wanafunzi hao tuliowafungulia dirisha tarehe 30 Septemba wataendelea kusahihisha mpaka tarehe 19 Oktoba, ambapo tutaendelea kuwachambua na kuwaingiza katika mjumuisho wa wanafunzi ambao watapata mkopo kwa mwaka 19-20. Changamoto ambazo zilijitokeza katika hizo fomu ni pamoja na wanafunzi kutokuambatanisha fomu. Katika fomu ya uombaji mikopo ziko peji 5. Kuna peji ambao walitakiwa waende wakasainishe katika watendaji ama wanasheria, peji namba 2 na namba 5, ambao wengi hawakurudi kuambatanisha. Kumekuwa na changamoto ya kuambatanisha vyeti ambavyo havijathibitishwa na mamlaka husika. Kwa Tanzania bara ni RITA, ama Tanzania visiwani mamlaka ya kuthibitisha ya kusajili matukio Zanzibar, ambao wanathibitisha kwamba cheti hiki kweli ni halali. Na wengine wamekuwa hawakuambatanisha vyeti kabisa. Muombaji anakuwa mfano wa kuambatanisha cheti cha kuzaliwa, kwa hiyo tunashindwa kutambua utanzania wake. Hiyo pamoja na mengine mengi, wanafunzi hawa wengine wamekuwa wakiweka vyeti ambavyo havionekani vizuri. Anapokwenda katika kuambatanisha wakati wa kuweka kwenye maombi, cheti kimekuwa hakionekani. Haionekani jina, haionekani kama kimethibitishwa ama la. Kwa hiyo tumewapa huu muda ili tuweze kuwajumuisha katika grupu la wanafunzi ambao watakuwa ni wastahili na wenye sifa kwa ajili ya kupata mkopo kwa mwaka 2019 na 20.